Karibu katika episode ya 4, balaa letu linaendelea mbele. Kumbuka kwamba daktari aliyekuwa amemtibia mwamba Hujan sasa ameweza kufuatwa huko aliko. Lakini akazungumza kwa uchungu sana kwamba ni kweli aliweza kugundua kwamba damu ya jamaa inaweza kujitibia katika mwili wake, ila hakuweza kudhibitisha kana kwamba inaweza katibia watu wengine. Kwa hiyo hana ujasiri wa kwenda kudhibitishia mahakama. Naye bidada Ian kesi ameivalia njuga kweli kweli, kwani yeye ni wakili anayesimama upande wa jamhuri na lengo lake ni moja tu, watu 17 walioweza kufariki lazima haki yao iweze kupatikanika. Na siku ya leo bidada alitembelea katika mtandao akawa na Google, je, damu ya binadamu inaweza ikatumika kutibu magonjwa yote yale ya binadamu mwingine? Lakini akaambiwa kwamba hicho kitu hakiwezekani kabisa. Kwa hiyo akachukua hata huu ushahidi na moja kwa moja na yeye akaenda nao mahakamani leo. Tena akasimama kwa ujasiri akisema kwamba hata tafiti za kisayansi zilizowahi kufanyika zinakataa kabisa kwamba damu ya binadamu mwingine inaweza ikamtibia mtu. Jambo la msingi hapa ni kudili na hiyo kesi ya mauaji aliyoweza kuyafanya. Mwamba wakili ya Njua akasema kwamba tunatakiwa tukumbuke kwamba si kila kitu kilikuwepo chini ya jua, vingine ni vipya kabisa, na kama tunaamini katika hilo basi tuamini kwamba jamaa anaweza kawa na uwepo ambao ni mpya kabisa. Na kwa kuwa walikosa ushahidi wa kisayansi, ushahidi ambao unasapotiana na madaktari wengine, basi mheshimiwa hakimu leo akawa anatoa hukumu. Akarejea kwanza mchakato mzima wa kesi kutoka ilipokuwa imeanza mpaka hapa ilipoweza kufikia. Akasema kuwa kama ikagundulikana huyu mtu ana hatia, basi moja kwa moja adhabu kali itambatana na yeye. Naomba tupate mapumziko. Wakati wanakwenda kupata mapumziko, Mwamba Hanju akaamua kumfuata huyu hakimu na akamwambia kwamba hivi, unajua kwamba maisha ya mwanangu yako hatiani, na unaposema kwamba hukumu mbaya inaweza ikafuata baada ya hapa, unajua kwamba utakwenda kuhatarisha maisha ya mwanangu? Hakimu akasema sheria ni msumeno, inakata kokote kule, haijalishi ni nani atakayeumia, lakini ili mradi tu inatenda haki basi inakata popote pale. Kwa usinipangie kazi, sawa bwana mkubwa? Mwamba akasema ninahitaji muda zaidi wa kuhakikisha kwamba ninakwenda kutafuta mtu yeyote yule ambaye atakwenda kutibiwa kupitia damu ya huyu jamaa ili nidhibitishie mahakama. Hakimu akamwambia muda kama unao basi utumie vizuri. Hasa huku upande wa pili bidada Ian yuko na umaarufu kidogo kwa sababu inaonekana anakwenda kuishinda kesi hii na waandishi wa habari kama wote tu wanamfuata. Kwanza ongera kwa hatua nzuri ya kesi ulipoweza kuifikisha mpaka dakika hii. Haina shida, asante sana. Kabidada kanapenda si paka. Lakini kuna mchakato wa upigaji wa kura ulikuwa umeandaliwa pale katika mitandao ya kijamii na Mwamba Hanju ndio alikuwa ametengeneza hilo jukwaa. Na moja kwa moja watu wanaopiga kura kwa kusema kwamba tunaamini huenda damu hiyo jamaa inaweza ikamtibia mtu ikawa imefikisha mpaka 75%, ambao walikuwa waamini ni 25%. Na hata bidada Ian alikuwa ameona hili jedwali ambalo linaonyesha upigaji wa kura unaoendelea. Lakini sasa kama ingelikuwa maamuzi ya watu yanaweza kabadili maamuzi ya mahakama, basi ingelikuwa na nguvu sana. Tena Hanju alifika mpaka pale katika eneo la magereza akawa anamwambia jamaa kwamba watu wengi wameshaanza kukuamini kutokana na juhudi kubwa ambayo tunaitumia kuelimisha watu katika mitandao. Lakini changamoto ni kuwa mahakama haiangalii wingi wa watu wanasema nini, bali inaangalia sheria inasema nini na haki iko wapi. Kiukweli Mwamba anapambana sana, anachoka mpaka nyakati za usiku, yani anajikuta bado anahangaikia tu kesi hiyo ya huyu jamaa. Anachoka kweli kweli. Anapotaka kulala, huwa kabla ya kulala lazima ampigie mtoto wake video call kule hospitalini. Mwamba akiwa anatazama picha ya mtoto wake, haamini kabisa kwamba jamaa anaweza kumtibia mwanae, kwa sababu ugonjwa wa mtoto wake anaoumwa 99% lazima afe katika umri huo. Na mshikaji baada ya kumaliza kuongea na mwanae huwa analiaga sana. Baada ya hapo anaingia bafuni, anajiosha uso wake, anajipa moyo kwamba iko siku nitashinda tu. Hasa bidada Ian akiwa yuko kule ofisini kwake, siku ya leo alipokea kesi nyingine ya muuaji mwingine. Na huyu muuaji ambaye anaonekana alikuwa ameweza kupokea kesi yake, anaonekana alikuwa anatokea katika eneo lile ambalo yule jamaa ambaye anahukumiwa kwa kesi ya kuua watu 17 alikuwa akifanyia. Hasa ikabidi kutembelea hilo eneo ambalo inaaminika kwamba muuaji alikuwa anashinda wakati mwingi. Akagundua kuna chumba ambacho kilikuwa kimefungwa na hakifunguliwi mara kwa mara. Hasa kumbuka kwamba bidada yuko floor ya 4, yani juu kabisa ya ghorofa. Na katika ghorofa hii akaweza kumuona kuna mtu ni kama alikuwa anamfuatilia. Afu huyo mtu akawa amepandisha ngazi kuelekea juu. Anaelekea wapi ikiwa ile ghorofa mwisho kabisa ni ghorofa 4? Kabidada bana sika akajipendekeza kwa jamaa. Jamaa alikapa bonge la kaleti, kabidada kakajikuta kamejishikilia mkono. Kisha jamaa akajirusha chini ya ghorofa na moja kwa moja akawa ameweza kutoroka. Basi bana huku tunahamia upande wa gereza ambako Mwamba amefungwa. Ndani ya chumba alichokuwa amepangiwa bana kuna manyampala kama wote, na walikuwa wakimtamani sana huyu jamaa kwa sababu inaaminika ameweza kuua watu 17 na wana maindi kweli kweli. Usiku kabisa mtoto mgeni bana ameingia gerezani, wakaanza kumvamia wakiwa wameshika vitu vyenye ncha kali, wakaanza kumshambulia. Zote ilifanikiwa kuzikwepa, lakini mojawapo ilifanikiwa kuweza kumchoma katika eneo la kifua. Mwamba alifanikiwa kukichomoa kile kitu chenye ncha kali, na baada ya hapo alikuwa na nguvu sana. Sasa akamkamata moja kati ya wale vibaka pale ndani ya magereza. Walitegemea kwamba huenda angemchoma na kile kitu cha ncha kali, lakini jamaa alimlamba tu kibao, kisha jamaa akawa anaondoka. Lakini mwendo wa hatua mbili tu jamaa akawa ameweza kuanguka chini, akachukuliwa na moja kwa moja akapelekwa katika hospitali ya magereza. Sasa katika matibabu alipokuwa anaendelea, jamaa alikuwa anapona kwa haraka sana. Sasa bana kumbe game liko hivi, wakili Hanju alikuwa ameandaa plani nzima. Hata wale wauni wa kule magereza tayari yeye mwenyewe alikuwa ameshawaandaa, na aliwaambia kwamba wamdunde jamaa na wasababishe
wasababishie majeraha, ikiwezekana na wao wapate majeraha pia. Sasa wakati madaktari wanamhudumia huyu jamaa, akasema kuwa hili wale wauni waweze kupona, lazima damu yake ndio itumike kuweza kuatibia. Sasa kwa sababu alikuwa na hali mbaya, ikabidi madaktari kufuata ushauri wake, na baada ya kutumia damu yake walishangaa kuona kwamba wale majamaa wote wamepona na yeye mwamba amepona pia. Ma Han-joon baada ya kutoka magerezani, moja kwa moja akawatembelea huyu bidada Ian pamoja na wakuu wake wa kazi, na wakaanza kusema kwamba hivi, mnajua kule gerezani jamaa aliweza kupigana na wenzake na wote wameweza kupona kupitia damu yake. Mnajua kwamba huyu jamaa ni tiba na anahitajika sana duniani? Lakini kila mwamba anapoongea inaonekana anaongea upumbavu fulani tu. Akaanza kumwambia kwamba tumepata taarifa kwamba binti yako anaumwa, ndio maana umechanganyikiwa, unatoa taarifa za kipumbavu pumbavu wakati mwingine. Hasa sasa huyu bidada Ian alikuwa anadharau sana yani. Ma ikabidi kuonesha picha za video sasa kutokea kule magerezani. Akasema kama mniamini basi tazameni. Walipotazama walishangaa sana kuona kwamba haya mambo ni kweli kabisa. Bidada Ian alikuwa ameyaona mbele ya macho yake, alikuwa haamini kabisa. Ikabidi kutembelea katika eneo fulani vile hospitali, na akamfuata profesa mmoja anafahamika kama Han, na huyu profesa akawa anaulizwa maswali kwamba hivi inawezekana damu ya mtu kuweza kumtibia mtu mwingine? Sasa huyu profesa Han akasema ndio inawezekana, lakini siko tayari kutoa ushahidi sehemu nyingine yoyote ile. Hasa mwamba Han-joon akawa anamwambia huyu jamaa Ho-jun na kumwambia kwamba mbona ni kama profesa Han alikuwa amekutibia zamani kidogo, hataki kuonesha ushirikiano wake kwako. Lakini jamaa akasema nina wasiwasi huenda kuna kitu anakijua katika siri ya uwezo wangu, ndio maana hataki kabisa kujitokeza mbele za watu na kusema kwamba damu yangu inaweza ikatibia mtu mwingine. Alichomshauri Han-joon ni kwamba nenda mitaani kanunue zawadi nzuri kwa ajili ya mwanao, kisha utarudi tena siku ya kesho, tutajua nini cha kufanya. Hasa mwamba akiwa anarudi nyumbani nyakati za usiku, si akakutana na afande Ian ambaye akaanza kumwambia kwamba hongera sana kwa juhudi zako za kuhakikisha kwamba unamdhibitisha jamaa kwamba damu yake inaweza kutibu mtu. Nimekuja kugundua kwamba ni kweli damu yake inaweza kutibu mtu. Lakini upande wa mwamba Han-joon akasema kwamba iwe damu yake inatibu iwe haitibu, lakini kwa yale niliyoweza kuyaona mbele ya macho yangu, viwetu waliokuwa wakitembea, basi ninaamini kabisa damu huyu jamaa inaweza ikatibu kabisa kwa 100%. Kaka wakili alifunga safari na kuelekea katika eneo fulani vya hospitali, na akaenda kukagua wale wagonjwa ambao wana magonjwa yaliyoweza kushindikana na yamedhibitika kabisa kidaktari kwamba hayawezi kutibika, ni wagonjwa wanaosubiria kufa tu. Hospitali ikatoa wagonjwa kadhaa ambao watakwenda kufanyiwa majaribio, lakini mtoto wa mwamba hakuweza kuchaguliwa. Hii kitu ikawa inamuumiza jamaa kwamba yule ni mshikaji wangu nampambania, alafu mtoto wangu hajaletwa. Ina maana mtoto wangu hayuko kwenye shida kubwa sana. Mtoto wangu pia na mimi ana shida bana. Jamaa alihuzunika kweli. Leo kwa mara ya kwanza gari kutokea magereza ilitimba katika mitaa ya hospitalini. Mwamba ameletwa hapa aje kufanya jaribio lake la kumtibia mtu aone kama ni kweli. Mwamba akavuliwa kila kitu alichokuwa amekivaa cha magereza, na hapa akaanza kuvishwa mavazi ya kama daktari kwenda kufanya matibabu yake. Na jamaa alikuwa na wasiwasi pia, hata wagonjwa wengine walikuwa na wasiwasi kwamba ndugu zao wasije kama wametolewa chambo. Mwamba alianza kufanya upasuaji wake kama kawaida. Matibabu yake bana, alisema kwamba yatatumia masaa 24 tu, mgonjwa atarudi katika hali ya kawaida. Watu wote walijawa na wasiwasi, hawaamini kabisa kitakachokwenda kutokea baada ya hapo. Bidada Ian naye anasubiria kweli kweli. Usiku huo ulikuwa ni mrefu kwa sababu haamini kabisa kana kwamba ni kweli mtu anaweza kapona kupitia damu ya mtu mwingine. Kweli kabisa bana, leo balaa zito limeweza kutokea ndani ya hospitali. Taarifa ilikuja kwamba mtoto aliyelala kwa muda wa miaka 2 leo amefungua macho yake. Bali bana zikamfikia mwamba Ho-jun kwamba yule mgonjwa alikuwa amemtibia ameweza kupona. Jamaa alicheka sana. Hasa bwana, taarifa za mtoto kuweza kupona, mtoto alilala katika koma kwa kipindi cha miaka 2. Taarifa hizi zilikuja kushangaza sana umma. Watu wote walibaki wanashangaa juu ya uwezo wa mwamba, uwezo wa kuponya magonjwa yote. Hili jambo la kwamba muuaji anaweza kuponya watu ikawa ni kama vile inawezekana kawa ni mabadilishano kwamba watu waliweza kuwaua, sasa alipe kwa kuweza kuwaponya watu wengine, na hii kimahakama ni kama inaweza ikawekwa sawa kidogo. Pande wa bidada Ian hii hicho anaanza kuwaza itakuwaje kuwaje, kwa sababu kisheria ni kwamba mwamba ni muuaji tu na anastahili adhabu yake kama ilivyo kufungwa gerezani. Lakini sasa tayari taarifa zimezidi kusambaa kwamba jamaa anaweza kutibu magonjwa ambayo binadamu wameshindwa kutibu. Huku kwa akili ya Njuu akiwa na bidada Minja pamoja na yule ripota wake mwandishi wa habari wakaendelea kufanya harakati za kuendelea kusambaza zile taarifa ili kila mtu apate habari ya kwamba jamaa ameweza kumponya mtu ambaye ugonjwa wake ulishindikana kabisa kuweza kutibika. Lakini leo wakasikia hodi, wakahisi kwamba labda ni wale watu wa tambi walikuwa wamewaagiza wameleta tambi zao, na kumbe alikuwa ni mkurugenzi kutokea katika hospitali moja kubwa sana. Alikuja leo kumtembelea mwamba Njuu kwa sababu anajua kwamba huyu ana ujirani mkubwa sana na mwamba Ho-jun. Akaanza kusema kwamba mimi bana na hospitali nadhani unafahamu hasa kuna dili moja kubwa sana ambalo nitakwenda kulitengeneza kwa ajili ya mwamba Ho-jun. Atakuwa anafanyia katika hospitali yangu na damu yake bila shaka itakuwa inatumika kutibia magonjwa mengi sana. Sasa tuongee dili mimi na wewe kwanza. Mwamba akasema maamuzi ya mtu kuja kufanyia katika hospitali yenu au kuto kufanyia yako katika mikono yake yeye mwenyewe, lakini mimi sikutaka huyu jamaa uwezo wake ujulikanike ili aje kuwa tajiri au mimi nije kuwa tajiri, bali nilihitaji mwanangu aje kupona tu basi. Mkurugenzi wa hospitali aliondoka pale kishingo upande sana. Aliona kwamba kuna jambo lazima atakwenda kulifanya, lakini mwamba sasa
sasa akawa anachukua vitu vyake na taratibu anatoka pale kuelekea katika eneo la hospitali kwenda kumtembelea binti yake. Ile jamaa kufika tu mlangoni, ghafla tu waandishi wa habari kama wote, samahani bana kiongozi, tumeona kwamba juhudi zako zimeweza kuzaa matunda na ni kweli jamaa ameweza kumtibia mtu mpaka amepona. Unaweza kuzungumza jambo lolote lile? Jamaa anasema nina haraka jamani, kuna sehemu naelekea, samahani waandishi. Hasa mgombea ubunge hali yake kisiasa imeanza kushuka sana, kwa sababu yeye ndo alikuwa anapigania kwamba jamaa aweze kufungwa, ikiwezekana anyongwe kwa tukio la kuweza kuua watu 17. Na sera zake mwanzoni zilikuwa na nguvu kweli kweli, lakini sasa hivi sera zake zinaonekana kutokuwa na nguvu, kwa sababu jamaa ni kweli amedhibitika kwamba ana uwezo wa kutibia watu. Kwa hiyo jamaa umaarufu wake umeshuka sana. Akaanza kumlaumu dada Ian kwa kusema kwamba wewe ni ponza wewe. Mimi nilikuwa naendelea na kampeni zangu za kawaida kabisa. Nilikuwa nawaahidi wananchi kuwaletea maji, kuwaletea umeme. Wewe ukaniambia kwamba nilete masela mengine ambayo hata mimi nilikuwa sijayapangilia. Angalia sasa hivi umaarufu wangu umeshuka. Hasa bidada Ian alipo na roho ya kishenzi bana, akaanza kusema kwamba mimi nina jambo la kuweza kufanya. Kutokana na hivi ambavyo watu wanamshabikia, wanamkubali, mimi naweza nikatumia hii fursa kumweza kumharibia pia. Hasa unadhani kitu gani ambacho bidada atakwenda kukifanya ili kumharibia jamaa kutokana na umaarufu mkubwa ambao ameupata sasa hivi, na ikiwezekana anaweza kaachiliwa kabisa kutokea magereza, kwa sababu ameweza kumponya mtu ugonjwa ambao ulikuwa hujaweza kutibika na mtu yoyote yule kabla. Wakenya wanakwambia gusa alama ya kusubscribe hapo chini, utakutana na channel mbili. Channel ya chini kabisa ndio channel ya mtu aliyeweza kuidhamini picha hii ili iweze kutoka. Hasa hakikisha unagusa alama ya kusubscribe katika channel yake ili tuweze kusonga mbele kwa haraka zaidi, ikiwezekana tuimalize siku ya leo.